Watu wote wakushukuru, Mungu, watu wote wakushukuru. Ni Dominika ya 20 ya mwaka A wa kanisa. Tunapata ujumbe wa moja kwa moja kwamba Kristo alikuja kwa ajili ya watu wote na Mungu anakuja kuwaokoa watu wote. Unyenyekevu, ustahimilivu na uvumilivu katika sala uzaa matunda ya huruma ya Mungu katika maisha yetu. Nikukaribishe katika tafakari ya neno la Mungu Dominika ya 20 ya mwaka A wa kanisa. Karibu ungane nasi kwa kutufuatilia katika mitandao mbalimbali ya kijamii, kusubscribe, kufollow na kushare na wakati mwingine kutoa komenti mbalimbali. Karibu. Utuangalie, umtazame uso Kristo wako. Mungu ngao yetu, utuangalie, umtazame uso Kristo wako. Kwa maana nyumba yangu itaitwa nyumba ya sala kwa mataifa yote. Wapendwa, Dominika ya 20 ya mwaka A wa kanisa, tunapata ujumbe wa neno la Mungu katika Dominika hii kwamba uvumilivu na ustahimilivu wetu katika sala huweza kuzaa huruma ya Mungu ndani ya maisha yetu. Pengine umepitia changamoto ya maisha ya kiroho katika kusali, ukimwomba Mungu akusaidie katika matatizo yako, changamoto zako mbalimbali ambazo unataka Mungu akutatulie, lakini wakati mwingine umetumia muda mrefu kufanya hivyo bila kupata majibu. Mungu yupo kimya, akujibu, akupe mahitaji unayoyataka na matamanio unayoyataka. Pengine ukipitia changamoto hiyo, ufanyeje? Dominika ya 20 inatupa jawabu ya swali hilo ama changamoto hiyo. Katika Injili ya Mathayo sura ya 15 aya ya 21 hadi 28 tunasikia simulizi maarufu la mwanamke Mkananayo ambaye anakuja kumpigia magoti Bwana wetu Yesu Kristo na kumwomba amsaidie kumponya mtoto wake. Na tukio hilo linatokea katika maeneo ya Tiro na Sidoni. Kijiografia, Tiro na Sidoni ni maeneo ambayo yalikuwa ni ya wapagani, watu ambao wamejikita katika masuala ya biashara, kwa sababu pia ni maeneo ambayo yalikuwa katika bandari, pwani. Basi biashara za uvuvi, biashara za mbalimbali za usafirishaji mizigo na kadhalika, yote hayo yalifanyika katika maeneo hayo. Hivyo watu wa maeneo yale walikuwa kwa kiasi kikubwa ni wapagani, lakini kwa kiasi kikubwa ni watu ambao walikuwa wakifanya mambo mengine kabisa ambayo hayahusiani na Mungu. Sasa Yesu anakwenda katika maeneo hayo ya Tiro na Sidoni, anakutana na mwanamke ambaye anamuomba Bwana wetu Yesu Kristo amponye mwanae mapepo. Tukisoma katika Injili, anasema kwa kupaza sauti, unirehemu Bwana, mwana wa Daudi, binti yangu amepagawa sana na pepo. Maneno hayo unirehemu Bwana, mwana wa Adamu, katika lugha mama ama lugha asili, huyu mwanamke Mkananayo anasema eleisoneme. Eleisoneme ama kwa Kilatini Kyrie eleison, ni maneno ambayo tunayotumia katika tendo la toba kumwomba Mungu atuhurumie na kutusamehe makosa yetu. Mwanamke huyu Mkananayo anamwambia Yesu amhurumie mwanaye apone kutokana na mapepo ambayo yanamsumbua. Lakini tunaambiwa katika Injili Yesu akumjibu neno. Na wanafunzi wake wakaendelea kumwambia wakisema, mwache ende zake, kwa maana anapiga kelele nyuma yetu. Katikati ya sala yake ya kumwomba Mungu, yule anayemuomba amekaa kimya. Mbaya zaidi, wafuasi wake
kama wanamfukuza, wanamkataza asiendelee kuomba. Pengine ni changamoto hata sisi katika maisha yetu ya kiroho tunapomwomba Mungu atusaidie, lakini katika kuomba kwetu tunapohitaji msaada kwa watu wengine, inaumiza sana pale ambapo wale tunawatarajia watupe msaada nao wanaendelea kutuonea, kutukandamiza na kututoa katika reli. Ndicho ambacho kinampata huyu mwanamke Mkananayo. Naye akati tamaa, Yesu anaendelea na kumjibu kwamba, akamjibu akasema, sikutumwa ila kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Alikuja kwa ajili ya kondoo ama kwa nyumba ya Israeli. Katika barua ya Mtume Paulo kwa Warumi sura ya kwanza ya 16, Mtume Paulo anaeleza utume wa Yesu kwamba ulikuja kwanza kwa watu wa Israeli ama kwa taifa teule, baadaye ndio kwa watu wa mataifa kama huyu mwanamke Mkananayo. Na Yesu anapompa hilo jibu, yule mwanamke kwa imani kubwa anamjibu na kumwambia Yesu, naye akaja akamsujudia akisema, Bwana unisaidie, Bwana unisaidie. Akamsujudia akisema, Bwana unisaidie. Katika Injili hiyo anatuambia alipiga magoti na kumsujudia. Tendo hilo sio kwa bahati mbaya, ni tendo linaloonyesha umungu wa Kristo, kwamba huyu mwanamke Mkananayo ameshatambua vitu viwili. Cha kwanza, Yesu kama mwana wa Daudi, title ama jina la Yesu. Na la pili ni hili tendo la kumsujudia ambalo kwa Kigiriki au Kiunani ni proskeneo. Proskeneo ni tendo linaloonyesha kusujudu, kupiga magoti na kumwabudu. Ni tendo ambalo anafanyiwa Mungu peke yake. Hivyo mwanamke huyu Mkananayo alitambua kwamba huyu ni Mungu, sio mtu wa kawaida. Anakiri hilo kwa kupiga magoti na kuomba amsaidie. Na Yesu anaendelea bado kumkatalia. Si vema kukitoa chakula cha watoto kuwatupia mbwa. Katika mazingira na mandhari za Wakristo ama Ukristo wa karne ya kwanza, kwa Myahudi yoyote kufananishwa na mbwa ilikuwa tusi kubwa. Lakini mwanamke anapokea kwamba wana wa Israeli ni watoto, mbwa ni watu wa mataifa kama yeye mwanamke. Lakini anamjibu kishujaa, kitu ambacho kinamshangaza Yesu kwa jibu lake anapomwambia, lakini hata mbwa hula makombo yaangukayo mezani pa bwana zao. Ndipo Yesu akajibu akamwambia, mama, imani yako ni kubwa, na iwe kwako kama utakavyo. Yule binti yake akapona tangu saa ile ile. Imani na unyenyekevu unalipa. Mwanamke Mkananayo anafananishwa na mbwa, lakini naye anaenda mule kwamba hata mbwa hula makombo yaangukayo kwa bwana wake. Ameshakubali unyonge, udogo, udhaifu wake. Katika maisha ya kiroho tunaalikwa kuwa wanyenyekevu wa moyo katika kile ambacho tunakihitaji kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Unyenyekevu unalipa, unyenyekevu unalipa. Kwa kuna vitu vichache ambavyo tungependa tuvipitie katika tafakari hii, na kwa namna ya pekee somo la Injili, kwamba Bwana wetu Yesu Kristo ametumwa ajili ya kondoo nyumba ya Israeli pekee. Kwa hiyo kondoo hawa watu wa mataifa anawafananisha kama mbwa. Ni kama kuwadharau, kuwaona si kitu. Ndio kile ambacho mitume walikuwa nacho. Lakini kwa upande wa pili, Yesu alikuwa anapima imani yake na akagundua kwamba mwanamke huyu ana imani. Imani yako imekuponya, imani yako imekuokoa. Yesu amekuja kwa ajili ya kuwarudisha wana wa Israeli kwanza, kama tulivyokwisha kusema au yeye mwenyewe alivyokwisha kusema, kwa sababu tunaposoma historia ya taifa la Israeli katika maandiko matakatifu tunaambiwa ufalme uligawanywa mara baada ya kifo cha mfalme Sulemani. Uligawanywa na kuwa falme mbili, ufalme wa kaskazini na ufalme wa kusini. Ufalme wa kaskazini ambao ulikuwa na makabila 10 ulikuja kwenda utumwani baada ya Waashuru kuwavamia na kuwapiga, iliyopelekea makabila haya kupotea. Kwa hiyo ujio wa pili, ujio wa Yesu Kristo kama mwana wa Daudi, anakuja kuwarejesha makabila ama watu wa Israeli waliopotea. Katika lengo hilo haikumaanisha watu wa mataifa mengine hawawezi kupata wokovu. La hasha. Ujumbe wake ni kwamba yeyote aniaminie mimi ataokoka. Yeyote anayemwamini huyo mwana wa Adamu ambaye anakuja
ataokoka kupitia imani yake kwake na kupitia uaminifu na ufuasi amini katika Kristo Yesu. Kwa hiyo wana wa Israeli wanafananishwa na mtoto wa Bwana, lakini watu wa mataifa wanafananishwa na mbwa. Na hivyo tunapata ujumbe kwamba wokovu unaanzia nyumbani, wokovu unaanzia kwa watoto, baadaye unatembea kwenda katika maeneo mbalimbali. Ambalo somo la kwanza linatuambia kwamba nyumba yangu itaitwa nyumba ya sala. Nabii Isaya anaelezea kwa vizuri ambacho kitakuja kutendeka katika Injili ya Mathayo. Bwana wetu Yesu Kristo anakuja kuwafukuza watu hekaluni na kuwaambia, nyumba yangu umegeuza kuwa pango la wanyang'anyi, tangu sasa nyumba ya baba yangu itakuwa nyumba ya sala kwa mataifa yote. Wana wa Israeli katika mila na desturi zao na maadhimisho ya kiliturujia hekaluni, kuna baadhi ya watu waliwatenga katika maeneo yao. Hasa tunaposoma kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 23 ya kwanza mpaka ya 3, kuna baadhi ya watu ambao waliwatenga moja kwa moja, hawakupaswa ama hawakuruhusiwa kuingia katika hekalu. Kundi la kwanza ni watu wa mataifa na kundi la pili ni wale watu matoashi, yani watu ambao wasio na uwezo wa kuzaa. Na hivyo sheria hiyo inakuja kuwekwa vizuri na Bwana wetu Yesu Kristo kwamba nyumba itakuwa ya watu wote, sio kwa watu wa mataifa, sio kwa watu wa namna hiyo kama ni matoashi. Kwa namna ya pekee matoashi ambao tunao katika Agano Jipya ni wale watu ambao wamejitolea maisha yao kwa ajili ya kumtumikia Mungu pasipo maisha ya ndoa. Manake mapadri, makuhani, na kwa namna ya pekee watawa wa kike na wa kiume ambao wameamua utoashi wa kujifanya kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Tunasoma pia katika Zaburi ambayo ni sehemu ya somo la Zaburi katika Dominika hii, Zaburi ya 67, ncha za nchi zitakusifu Bwana. Ncha za nchi zitakusifu Bwana. Kwa hiyo tunaona mataifa yote yanakuja kumsujudia, kumwabudu Mungu katika maisha yao. Na hivyo watu wote watamshukuru Mungu, watamsifu Mungu, watamwabudu Mungu katika nyumba yake. Kwa hiyo tunaona ule ubaguzi ambao ulikuwepo katika jamii ya Kiyahudi, kuwabagua watu wa mataifa na kuwaona watu wa dhambi wasiofaa. Kristo katika Agano Jipya anatualika watu wa mataifa kuwa watu wa imani, unyenyekevu na uaminifu, na kuwa wadumifu katika sala pindi tunapompelekea Mungu maombi yetu. Ndio ujumbe ambao tunaupata katika Dominika hii ya 20. Na Mtakatifu Yohane Chrysostom, baba mwalimu wa kanisa, anatuambia kwamba mfano wa mwanamke Mkananayo unatupa nguvu ya uvumilivu na ustahimilivu katika sala, pale ambapo tunamuona Mungu ajibu, tunamuona Kristo yupo kimya. Na hivyo imani inavuka mipaka kutoka katika kabila, lugha, mitazamo mbalimbali. Imani inapenya kote na watu wote wanamtambua Kristo na kumwamini. Jambo la pili ni kudumu katika sala. Pindi tunapompelekea Mungu maombi yetu, sala ya namna yote ya shukrani, ya kuomba, ya maombezi, tusikate tamaa, tudumu katika sala, kwa sababu Kristo mwenyewe alishasema, kesheni mkiomba, mdumu katika sala, msikate tamaa, kwa sababu Mungu yupo pamoja nasi, tusiogope, tudumu katika sala. Kama mwanamke huyu Mkananayo alivyopewa majibu ya kukatishwa tamaa na Yesu mwenyewe, lakini pia na mitume, lakini bado alidumu kuendelea kumuhimiza Bwana wetu Yesu Kristo amhurumie, amsaidie na kumponya mwanae. Lakini pia unyenyekevu unavuka ama unamvuta huruma ya Mungu katika maisha yetu. Mwanamke huyu alikuwa mnyenyekevu, alitambua kwamba yeye astahili kupata huruma ya Mungu, huruma ya Kristo. Alitambua kwamba sio haki yake kwa sababu yeye ni mtu wa mataifa. Alinyenyekea kukubali yote ambayo anaambiwa, lakini mwisho wa siku akapata kile anachokistahili, anachokitaka, kwa maana ya kuponywa binti yake kutoka katika mapepo. Lakini kingine tunaalikwa kuepuka ubaguzi na kuwafukuza wenye shida. Wakati mwingine kumekuwa na ubaguzi wa kikabila, wa kitaifa, na nilipata kusikia walau Mwalimu Nyerere aliwahi kusema, tukiendelea kubaguana katika hatua fulani, tutaendelea
kubaguana mpaka mwisho. Akatolea mfano kwamba mimi leo nikiwa najivunia kwamba mimi ni Mbara na wewe ni Mzanzibari, ama mimi ni Mzanzibari wewe ni Mbara, kila mmoja kujiona na nafasi ya pekee na umuhimu kuliko mwingine, hatutaishia katika hiyo hatua ya kubaguana kwamba mimi ni Mzanzibari au mimi ni Mbara. Tutaendelea tena kwa upande wa bara, labda tutaingia katika kubaguana labda kwa makabila, mimi ni Makonde au mimi ni Mkuria, mimi ni Mnani au mimi ni Mnani. Yote hayo yataendelea, tutaendelea kubaguana hata katika rangi, labda mimi ni mweupe wewe si maji ya kunde na kadhalika. Upande wa Zanzibar hivyo hivyo tutaendelea kubaguana. Tukishajibagua kwamba sisi ni Wazanzibari, kule napo tutabaguana kimakabila, tutabaguana kwa uwezo, sisi ni matajiri au sisi ni, tutabaguana kwa dini, sisi ni Wakristo, sisi ni Waislamu. Katika dini hizo sisi ni Wakristo wa Katoliki, sisi ni Wakristo wa Lokole sijui. Tutabaguana sisi ni Waislamu wa Shia ama Waislamu wa Suni. Kwa hiyo tuepuke kubagua. Ubaguzi ni kitu kibaya katika maisha yetu na ukwamisha maendeleo, ukwamisha fikra chanya na hata kumwabudu Mungu katika roho na kweli. Na imani ya kweli ama mtu ambaye tunasema ana imani ya kweli daima ni yule ambaye akati tamaa pale anapompelekea Mungu maombi yake, na kwa moyo wa unyenyekevu udumu mstahimilivu katika sala hiyo mpaka atakapopata kile anachokihitaji, lakini akitazamia na kutegemea huruma ya Mungu na mapenzi ya Mungu yakamilike katika maisha yake. Pengine katika Dominika hii tujiulize, tunawapokeaje watu tunaokutana nao? Tunawabagua kwa aina gani? Je, nina ubaguzi wa aina gani kwa watu ninaokutana nao? Je, ninakata tamaa pale ninapomuomba Mungu anisaidie juu ya jambo fulani? Ninakata tamaa. Na aliko tusikate tamaa, tusiogope. Je, ninatambua kwamba kile ambacho Mungu ananijalia mimi ni kwa ajili ya upendo wake tu na sio haki yangu? Wakati mwingine ni upendo wa Mungu na huruma yake kubwa anayotujalia katika maisha yetu ndio tunastahili kupokea hayo ambayo tunayapokea. Daima sala yetu iwe Bwana nisaidie, Bwana nihurumie, na atatujibu kadiri ya mapenzi yake na uaminifu wake na huruma yake katika maisha yetu. Nipende kukutakia Dominika njema ya 20 ya mwaka A wa Kanisa. Bwana wetu Yesu Kristo akubariki na kukulinda. Mimi ni Padre Benjamin Maganga Bundala na hii ni Lux Fidei, mwanga wa imani.